huu, uzima huu wa milele. Kwa hiyo ni muhimu kuongeza heshima juu ya maisha yako na kuongeza utukufu juu ya maisha yako, kujiondoa katika namna ya sifa zenye uharibifu ambazo hazikujengi katika sifa za kimungu. Biblia inasema wale wenye fitina, wasiotii kweli, wakubalio dhuluma, watapata hasira na ghadhabu, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza, Myunani pia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unakiri wokovu, lakini ni mwenye fitina, ni mtu siye na utii, ni mtu mwenye dhuluma, mtu usiye na uaminifu, unajiwekea hakiba ya hasira ya Mungu. Unajiwekea hakiba ya hasira ya Mungu. Na hata hakiba hiyo ya hasira ya Mungu, wakati bado haijakufikia, ni vizuri kutengeneza. Ni vizuri kutengeneza. Unajua mtu anaweza kupewa tahadhari, rafiki usiende huko, kuna lisimba. Kuna lisimba huko linawara watu. Hamna, ngoja mimi niende tu. Likirarua kichwa ndio linakurusha, linakutupa kule, linakukanyaga. Niliona mtu mmoja kwenye video alikuwa na rekodi, rekodi hivi, lisimba likamung'ata mkono, lilimuvuruta likaenda naye, walibaki binadamu amepelekwa. Sasa ukiambiwa kuna simba, ogopa. Simba huwara watu, yani unaliwa. Sasa ukiambiwa hukumu ipo, elewa hukumu ipo. Anza kuweka misingi ya kuwa mwaminifu. Anza kuweka misingi ya kuwa mkweli. Anza kuweka misingi ya kutetea haki. Tetea haki ili usiipoteze. Itetee. Ili uone upendo wa Mungu juu ya maisha yako. Jinsi Mungu atakavyokujiria. Tetea haki. Mimi ni mwenye haki. Hakuna kukosea. Lazima niilinde haki. Maana kwa haki hii Mungu ananisikia. Kwa haki hii naruhusiwa kuomba. Kwa haki hii naruhusiwa kulia. Napolia nikiwa na haki hii, lazima Mungu achungulie. Kuna nini, mbona nasikia kilio hiki? Kwa sababu ya kutunza haki. Kutunza haki. Usipoteze haki ulio nayo katika Kristo Yesu. Alafu ukasema unaendelea hii, kumbe unajimaliza, unajiwekea ghadhabu kabisa, ghadhabu ya Mungu, unajiwekea hasira ya Mungu. Maana anasema kwa Myunani na kwa Myahudi, naweza kusema kwa mtu wa mataifa na kwa mtu anayekiri wokovu. Ukishaishi hivyo, unatengeneza hasira na ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo ni vizuri kukwepa dhiki hii na shida juu ya nafsi ili usitende uovu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10 unasema, bali utukufu na heshima
na atendaye mema, Myahudi kwanza, Myunani pia, kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu, na Mungu hana upendeleo kweli kweli. Akisema wazinzi wote ni katika ziwa la moto. Wazinzi wote. Sikiliza kisa hiki. Unanisikia? Yuko baba mmoja, ndoa yake ilikuwa na shida. Sasa kama kesi kwa mchungaji, makesi na wazee wa kanisa, wanakalishwa vikao. Yule baba mwisho akafika mwisho. Akasema huyu mwanamke sasa, basi mimi nimefika mwisho. Si unajua mpaka sasa kuna wasichana wanataka kuolewa? Si unajua? Mpaka sasa kuna wasichana wanaotaka kuolewa. Akaona kasichana. Akasema mimi napenda nikuoe kwa kweli, ili nipate pa kupumuzikia hii tabu. Kale kasichana akasema mimi nimeokoka. Akasema na mimi naokoka, nampenda Yesu. Sasa inakuwaje unataka unioe katika sura hii? Tumekubaliana, tukikubaliana tu tunachukuana hapa, tunaenda mkoa mwingine. Tunafika kanisani, Bwana sifiwe, amen, wapendwa wanashangilia. Sisi tumehamia hapa, tutakuwa washirika hapa. Basi kao imetoka hiyo. Mwezi washirika kanisani, sadaka wanatoa, zaka wanatoa, mchungaji anawatembelea, mambo yanaenda. Mwanamke kura anateseka na watoto. Mama Shangwe, mbona unatikisa kichwa? Unaona? Imeenda mchungaji akawa anapewa ufunuo kwamba huwezi ukafanikiwa katika Mungu kama sio mkweli. Huwezi ukafanikiwa katika Mungu kama sio mkweli. Waongo wote wako chini ya vifungo vya hukumu. Waongo wote wako chini ya vifungo vya hukumu. Ile hukumu moyoni kawa kubwa. Wakakosa amani. Walivyokosa amani, yule baba kaamua arudi alikotoka. Akaenda kwa mchungaji wake kule alikotoka. Alikuwa ni baba mtowaji sana. Yaani nikisema mtowaji kweli kweli. Kwa hiyo mchungaji alipomuona alimfurahia. Karibu mwanangu. Kwa sababu anajua vile anakuwa, baba shika hapa kwanza ikusaidie kwenye wiki hii. Akasema, baba napenda nisikudanganye. Nilichukua msichana hapa nikaenda naye Mwanza. Tulipofika Mwanza tukaingia kwenye kanisa. Sisi ni washirika wa mchungaji wa kanisa la AGT. Lakini amekuwa na hubiri juu ya uongo na kweli ikanizidi. Nimeona nije nijiseme. Mbona ulifanya hivyo mwanangu? Ulikosea. Baba, niliona hakuna jinsi ili nipate amani moyoni. Sasa ikoje tufanyeje juu ya hili? Maana huko na mke na kura na mke. Mfumo
walioufanya na mchungaji wake wa kule kwa mwanamke ulikuwa sio mfumo wa haki.